Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, moja kwa moja tuelekee huko nchini Urusi ambapo mwaka 2025 ulitaka kumalizika vibaya baada ya Ukraine kutaka kushambulia eneo la makazi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, jambo ambalo limemkera sana rais huyu wa Urusi, akisema kwamba wa Ukraine kupitia Volodymyr Zelensky rais wao wanatafuta namna ya mashambulizi mabaya katika taifa lao. Ukraine inadaiwa ilirusha karibia ndege 91 zisizokuwa na rubani. Lakini kutokana na hayo yote, jeshi la Urusi sasa limeamua kuvisukuma mbele zaidi hatua kubwa jeshi la Ukraine mbali na mipaka na kupanua eneo lisilokuwa la kijeshi katika mikoa ya Sumi na Kharkov. Hii ilikuwa ni siku ya jana ya tarehe 31, siku ya mwisho wa mwaka 2025. Na hii imeelezwa na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Urusi, kwa maana kamanda mkuu Valery Gerasimov, ambaye ameeleza hayo. Gerasimov amesema kwamba kutokana na jeshi la Ukraine kurusha ndege zisizokuwa na rubani hadi katika makazi ya rais wa Urusi, sasa wameamua kuonyesha kwamba Urusi ina uwezo mkubwa wa kufanya lolote wakati wowote. Na kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi mnamo siku ya tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka uliopita, Gerasimov alitoa tangazo hilo alipokuwa akikagua kundi la vikosi vya Seva upande wa kaskazini. Vikosi vya kundi la askari wa pamoja vinasonga mbele kwa ujasiri katika ulinzi wa adui, huku mashambulizi yakiwa yamefikia kasi ya rekodi mwezi Desemba, kamanda mkuu anasema. Katika muda wa mwezi mmoja, zaidi ya kilomita za mraba 7,000 za eneo zimekombolewa, Gerasimov alielezea zaidi. Baada ya kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine nje ya mkoa wa Kursk wa Urusi mapema mwaka huu, wanajeshi wa kaskazini walianza kuanzisha kituo cha kusafisha cordon katika maeneo ya jirani ya Sumi ya Ukraine pamoja na mkoa wa Kharkov. Kwa mujibu wa Gerasimov, jeshi la Urusi limechukua udhibiti wa maeneo 32 huku mji wa Volchansk katika mkoa wa Kharkov ukiwa ndio mkubwa zaidi. Vikosi vya Moscow viliendelea kupanua eneo la buffer mnamo Desemba kwa agizo la Rais Vladimir Putin. Mkuu wa jeshi Bwana Gerasimov alieleza zaidi. Alitoa salamu za mwaka mpya kwa askari wote, taarifa ya Wizara ya Ulinzi ilieleza. Mwezi uliopita jenerali mkuu alitangaza kwamba ngome nyingine ya Ukraine na kitovu muhimu cha vifaa katika mkoa wa Kharkov, mji wa Kupiansk, ulikuwa chini ya udhibiti kamili wa vikosi vya Urusi. Operesheni inayoendelea ya kuharibu vitengo vya Ukraine vinaendelea ambavyo vimezingirwa kwa busara mashariki mwa mji inatarajiwa kuhitimishwa mwishoni mwa mwezi Februari. Kiev kwa upande wake imekataa ripoti ya kuzingirwa na kutupilia mbali taarifa za Moscow kama zimechagizwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo tukiangazia suala la Urusi na Ukraine. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, nikutakie heri ya mwaka mpya 2026.